Nilivyokusha kusema ni kwamba tajiri katika starehe zake alilisha mwili vizuri, lakini hakuna kitu alifanya kuhusu roho yake. Lakini Lazaro katika mateso yake, ile alichunga mipaka kuhusu roho yake, yaani yeye mwenyewe aliyekuwa ndani ya mwili. Licha mwili ulikuwa na vinonda, licha mbwa ulikuwa unalamba tu kwa mwili, lakini alichunga yeye. Mbwa hawakulamba roho ya Lazaro, walilamba mwili wake. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu haleluya. Haleluya. Sasa wewe sijui unajitunza aje katika mwili wako. Mimi na wewe ambao uko unapona saa hizi unashuhudia siku ya leo. Ukiwa ungali katika huu mwili. Jamaa hao katika upande wa pili walifanikiwa kupewa miili ingine. Si mwili wa kwanza. Okay. Tajiri wakati wanasema ya kwamba hapo kuzimu analia. Wewe unaanza kuexpect alikuwa na mwili gani na mwili walikuwa wamezika? Haleluya. Haleluya. Alipewa mwili wengine wa kiroho. Kwa sababu mwili wa kwanza wazi ulikuwa umefanya nini? Umezikwa. Maana Mungu aliyekupa mwili huu ndiye anayeagiza ya kwamba utakapojitunza na kulinda amri na sheria zake, hana budi kukupea mwili mwingine sasa ambao utakuwa na maisha ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuliko ukatalia huu mwili ambao una mwisho saa hii, alafu ukose mwili ambao utaishi uzima mwingine wa milele. Bwana wa Yesu haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kizungumkuti ni kwamba watu nao tumekataa ukweli. Tunataka tuende mahali pazuri, lakini masharti ya kuenda mahali pazuri nayo hatutaki. Sasa hiyo tunasakana aje? Unajua jamaa tajiri alifikiria hivyo ni rahisi hivyo. Lakini hivyo ndio ilifanyika. Haikuwezekana tena mpendwa. Kwa sababu muda wa wewe kutengeneza nafasi yako nzuri, maisha yako mazuri, muda uliopewa ni huu ambao bado unatembea, bado unasema. Wakati mwili wako utawachana na roho yako, hakuna nafasi nyingine ambayo utautumia uweze kurekebisha mambo yako. Ndio maana jamani kwa anajaribu, alitamani apewe hata dakika sumu tu arudi, lakini haikuwezekana. Na wewe unatumia aje muda wako mpendwa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe wakati unaona watu wanaenda, watu wako walishaenda, wengine wameenda vile tunasema ya kwamba kifo kiko. Wewe unafikiria nini? Mbona wewe utakufa? Mbona hata mwaka jana wewe ulikufa? Mungu amekupa muda utengeneze mambo yako, utengeneze nafasi yako ya baadaye. Utengeneze hayo maisha mema. Hiyo mahali pema yenye tunasemanga amweke mahali pema. Wewe iko wajibu mkononi mwako. Maamuzi ni wako. Wewe mwenyewe utengeneze mahali pema ambapo utakaa. Bwana Yesu asifiwe. Mkutana haleluya. Si kusikia kwa masikio ya kwamba kuna mbingu. Na nataka nikupe ya kwamba binadamu kinacholeta matumaini kwako, kile binadamu kutamani ya kwamba unakuishi baadaye ni kwa sababu wewe ulitoka mbinguni. Ichapo hata kama hujachukua kwamba wewe ulitoka mbinguni. Hiyo inakufanyanga ya kwamba yani kama mtoto fulani alizaliwa tu nje, hawakumuonyesha wazazi. Lakini ahando katakenzanga mtende kachako na shit. Kachako kumulaita. Acha kukutima kwa na haba kashi. Atizangewa. Bwana wa Yesu haleluya. Sasa wewe unaposema ya kwamba paradiso, mbinguni, mahali pema, mbinguni uko ndani mwako kwa sababu wewe ulitoka huko. Lakini una wajibu sasa kuanza kurekebisha kuona ya kwamba mbinguni kwenyewe kwenu ambako ulitoka huko aje na unaenda aje. Umeambiwa kuna kweli. Na sasa unaenda aje? Siulize unataka kujua na wewe kweli ni wapi? Na baba yako ni nani? Na wewe wanatumia shilingi ngapi? Bwana wa Yesu haleluya. Sasa unasema tu kwetu nitaenda, lakini akili yako iko hapa. Semeni haleluya. Haleluya. Bwana wa Yesu haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie hivi kama unataka kuenda mahali